Iende isiende? Watoto walipigwa hakupigwa? Hata juzi wakati wa mgomo wa matatu watu 4 walipigwa risasi wakauawa. Ni kama serikali hii iko na haja kubwa ya damu ya wananchi wa Kenya, na lazima tuikomeshe, kwa sababu wapigania uhuru wa nchi hii. Na hapa uliona kina mama wa Nyakinywa wakiimba wakikumbuka vile mimi ni mjukuu wa Mau Mau. Wao walipigana wakauawa na wakoloni. Sasa kuna wakoloni mamboleo ambao tumewachagua na kura zetu, na bado wanazidi kuua watoto wetu. Waende wasiende? Kwa hivyo mwezi unaokuja tutakuwa tukikumbuka vile vijana wetu zaidi ya 100 ambao wameuawa na serikali hii dhalimu. Tarehe 25 Juni, leo ni tarehe 23 Mei. Baada ya mwezi mmoja tutakuwa tukikumbuka vile watoto waliuawa kwa sababu ya kusema wanataka nchi ambayo inatawaliwa kiwazi. Hawataki nchi ambayo ushuru wake umekuwa mkubwa kiwango kwamba wawekezaji hawezi kuleta mali yao na kuwekeza katika uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Wakasema hataki serikali ambayo inaongozwa na wezi na kateli ambayo mambo yao ni kuangaisha wananchi. Wakauawa. Kwa hivyo mwezi mmoja unaokuja tutawakumbuka vijana. Na pia tukikumbuka vijana, tujue hali ya maisha inazidi kuwa ngumu. Ni kweli si kweli? Tunavyozungumza nasikia bunge inaanza kikao Jumanne. Leo ni Jumatatu. Leo ni Jumamosi. Jumanne ijayo hawa bunge ambao wengine mtawaona hapa wanarudi kwa bunge. Wamekuwa wakifanya aina fulani ya public participation on the finance bill ya 2026-2027, ambayo hii finance bill ikipitishwa ndio sasa itagharimia uchaguzi ujao, bajeti hiyo. Na kwa hivyo tayari sisi kama United Alternative Government tumeangalia na tukaona makadirio mengine hapo ni ya kuumiza zaidi wananchi. Kwa hivyo next June tukikumbuka mwezi wa 3 mwaka wa 3 tangu vijana Gen Z wawe, tutakuwa pia tukipinga vikali mengine ambayo Bwana Ruto na serikali yake wanaweka juu ya mambo haya. Na kwa hivyo tunafanya haya kwa njia ya amani. Mkutano huu tunakutana katika hali ya amani, na tunataka amani idumishwe nchi yetu. Now, have you ever imagined for you to gain lasting peace, you have to sacrifice, sometimes bitterly, because peace is not the absence of sometimes conflict. Conflict can bring peace. Na watoto ndio walifanya mambo haya. Kwa hivyo tukiwa hapa leo tutazidi kuongea mengi. Niko na marafiki zetu ambao wamekuja. Kwanza wengine wamesafiri kama ndugu Rigiji, na tadhani hivi karibuni atajiunga nasi tena. Mumeambiwa yeye ni brigadier. Baadhi yetu kuna wale ambao tutafuta kamba